kijana. Baba nakushukuru kijana tutakufikia. Baba nakushukuru kwa kunipa nafasi waziri mkuu. Kero yangu ni mkurugenzi amenipa kiwanja alafu baadaye akaniandikia barua kusimamisha ya kuwa nisiendelee kujenga. Na mimi nilikuwa nimeshaleta material ya kujenga na kila kitu. Hiyo ndio kero yangu. Mkurugenzi, umetoa barua mwenyewe na baadaye umesimamisha mwenyewe. Mheshimiwa Waziri Mkuu, eneo hilo ni makazi ya viongozi yakiwemo mkurugenzi na mkuu wa wilaya. Mlimpaje barua? Alipewa kwa bahati mbaya, kulikuwa na ushirikiano wa watu. Akapewa, lakini tumemwandikia barua ya kufanya uthamini ili alipwe gharama zake, kwa sababu tusingeweza mazingira ya pale sio mazingira ambayo anaweza akaishi yeye kama yeye, kwa sababu awali alitaka kujenga kituo cha mafuta kati ya nyumba ya mkurugenzi na makazi ya mkuu wa wilaya. Matumizi hayo yasingewezekana. Mlimpaje barua? Nyinyi mnakuwa mnatoa barua kwa eneo msilolijua? Alipewa mwaka nadhani 2000 huko, kulikuwa kuna makosa. Kwa hiyo tulimwandikia ili afanyiwe tathmini, alipwe gharama zake ili maeneo yale yawe chini ya umma. Ili lingefanyika kwako ungefurahia? Kulingana na mazingira ya pale, Mheshimiwa, naomba uridhie hilo kwa sababu ya usalama wa viongozi. Usinipigie kampeni. Mimi nasema wewe, lingefanyika hilo jambo, unaenda serikalini. Serikali ndo eneo la mwisho watu kuliamini kwamba hapa ndo tunaamini. Umepewa barua, unaanza kujenga, serikali wale wanakuja wanakuambia hapa usijenge. Nyinyi mnatoaje barua ovyo ovyo? Nani aliyetoa barua hiyo? Sasa mzee mnampa adhabu ya kumsimamisha. Yeye aliyetoa barua mmempa adhabu gani? Mheshimiwa, wahusika walishastaafu. Kwa hiyo kulikuwa kuna changamoto hiyo, lakini tunafahamu ni changamoto ambayo ilisababishwa na serikali, ndio maana anapaswa alipwe fidia. Sasa mkuu wa wilaya ukae na mzee muombe kwamba ulione hilo eneo, mkaeni na mzee kwanza mmalize, kama mnamaliza kindugu mkae na mzee hapo. Hichi mlichofanya sio sawa. Mkuu wa wilaya, unalijua hilo eneo? Unalijua hilo eneo? Unalifahamu? Liko sehemu gani? Mheshimiwa Waziri Mkuu, eneo hilo nalifahamu, ni eneo ambalo liko katikati ya nyumba ya mkurugenzi na mkuu wa wilaya. Ni eneo la nani? Eneo hilo kwa mujibu wa dokumenti ni la huyu muhusika, lakini ni maeneo ambayo yalikuwa ya jumla ya serikali. Ndio. Ni la huyu muhusika, ni maeneo ya jumla ya serikali. Hiyo lugha gani mkuu wa wilaya? Mheshimiwa, kwa dokumenti ni eneo la muhusika. Ni eneo lake? Ndio. Sasa ikiwa eneo lake, mnatakiwa mfanye engagement. Tumepokea mkuu. Mnatakiwa muongee naye, sio kutuma barua tu. Tumepokea Mheshimiwa. Baba, wataongea nawe. Wataongea nawe. Ndugu zangu, msitumie ubabe kwenye mali isiyo yenu. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, ongea na wasaidizi wako hao, wasitumie ubabe kwenye mali za watu. Wasitumie ubabe kwenye haki za watu. Na mimi niwaambieni, maelekezo ya Daktari Samia Suluhu Hassan, na hajayasema kwa kificho. Anasema yeye ndo kinara wa kuhamasisha shughuli za maendeleo. Ndio. Anasema yeye ndo kinara wa kuhamasisha uwekezaji. Ndio. Lakini anasema watendaji serikalini, mikoani, mawilayani, msipore ardhi za watu kwa kigezo cha uwekezaji ama maendeleo. Kila mtu apewe haki yake. Na mimi kama msimamizi wa shughuli za serikali, nadhani Waziri TAMISEMI muongee na waziri, andikeni barua inayoelekeza hivyo.
msitumie ubabe kupora maeneo ya watu. Wewe mwananchi wa Tabora, unayetafuta duka la vifaa vya umeme, wapi vinapatikana? Basi nenda moja kwa moja Mnawe Enterprises. Wamefungua duka jipya la kuuza vifaa vya umeme wa majumbani na viwandani. Wanauza jumla na rejareja. Wamekuja na punguzo kubwa la vifaa vya umeme. Extension ya shilingi 10,000 watakuuzia shilingi 4,000. Switch flash ya 1 gang ya 1,500 watakuuzia shilingi 900 tu. Earth ya shilingi 10,000 watakuuzia shilingi 6,000. Conduit pipe ya shilingi 1,500 watakuuzia kwa shilingi 1,000. Square box shilingi 400. Najua maduka yapo mengi, lakini Mnawe Enterprises ndio suluhisho na mkombozi wa vifaa vya umeme mkoani Tabora. Bei zao ni nafuu mno. Fika ofisi zao zilizopo mtaa wa Gongoni, jirani na Changamoto, au wapigie simu namba 0768733657. Wana Tabora, twendeni tukanunue vifaa vya umeme kwa bei ya punguzo sawa na bure kwenye duka jipya la Mnawe Enterprises maeneo ya Gongoni.